Isaidie serikali yetu kwenye mkwamo uliopo. Kwa upande wa vijana, namna ya kuwasaidia, napenda sana kuwasaidia vijana kwa sababu hata kuna kipindi nilifungua darasa la kuwafundisha vijana juu ya elimu ya ufundi. Kwa hiyo mimi nipende kutoa wito kwa vijana, niko tayari kuwafundisha tena kwa nadharia, kwa vitendo, kwa sababu tunafanya kazi ya uundaji wa inverter. Kwa ujumla mimi nafanya kazi nyingi. Kuna vijana ambao wanataka kuwa wafundi, labda kutengeneza TV, kutengeneza amplifier, kuunda booster, vitu kaza wa kaza, kufunga madishi, yani kufanya kazi nyingi ambazo wanaweza kujiajiri katika maeneo yao waliopo. Mimi kama kijana niko tayari kwa sababu napenda vijana wenzangu wafanye kazi ili tujikwamue katika mkwamo tuliokuwa nao wa ajira. Kwa hiyo niko tayari kuwafundisha vijana kwa sababu mwenyewe nafanya kazi nyingi sana. Mbali na hii, ila kwa sasa nimeamua kufanya kazi hii, lakini ninafanya kazi nyingi. Kwa hiyo nipo tayari kuwasaidia vijana mahali popote pale walipo, wale ambao wako tayari kuwasaidia kwenye kuundaji wa amplifier, uundaji wa inverter, uundaji wa utengenezaji wa TV, utengenezaji wa radio, utengenezaji wa vitu vingi. Hizo kazi zote nazifanya. Yaani ni miongoni mwa package ambazo niko nazo, huwa nazifanya kwenye eneo ambalo nipo. Kwa hiyo niko tayari kuwasaidia vijana na ninapenda kuwasaidia vijana, ila ushauri wangu mkubwa kwa vijana ni kwamba changamoto kubwa ambayo nimeiona sasa hivi kwa vijana, na wenyewe nizungumze, ni kwamba vijana wanapenda sana mafanikio ya haraka. Hilo ni tatizo. Yaani kijana umemfundisha kazi siku mbili tu, anataka tena yani hajafikia level ambayo anatakiwa kufikia, anaanza kufikiria kitu kingine. Kwa hiyo ninawashauri vijana, unapotaka kuwa fundi mzuri, kaa chini ujifunze. Jifunze kwanza, usije kaenda tu jambo moja, kwa sababu kwenye ufundi kuna plan A, kuna plan B, kuna plan C na kuna plan D. Matatizo ya vyombo, matatizo kwenye ufundi, ugonjwa mmoja una sura zaidi ya 2. Kwa hiyo unaweza kujua ni hivi, kumbe ni hivi, lakini sura ni ile ile. Kwa hiyo unahitaji kujifunza. Ninaomba vijana wao na utulivu kwenye kujifunza na wapende kujifunza. Hii nchi ni kubwa sana. Nchi yetu ni kubwa sana. Tuna maeneo mengi ya kufanya kazi. Na Watanzania wamekubali. Kwa sababu Watanzania wengi wana vifaa vya umeme. Je, mimi peke yangu nitaweza? Leo tunazungumza habari ya umeme huu wa sola. Je, nitaweza peke yangu nchi nzima? Nitaiweza? Kwa ina maana kuna organize na hitajika ya vijana kuwa na vijana wengi ambao tunaweza kufanya hizi kazi. Kwa vijana wakubali kukaa chini kujifunza. Wasiwe na tamaa ya mafanikio ya haraka. Wakubali muda upite, kwa sababu jambo lote linahitaji kuwa na muda. Mafanikio ya haraka yanakuwa hayana msingi. Mti wote wenye uimara huo unaweka mizizi kwanza. Hasa wasiamini katika ubora ila bila kujifunza kwanza. Wajifunze kwanza, alafu ndivyo ubora utafuata. Kwa hilo ndio ushauri wangu mkubwa. Mimi binafsi niko tayari kuwafundisha. Sina choyo. Kwa namna yote, na namba yangu ya simu naweza nikaitaja. Mtu anahitaji ushauri kwenye jambo lake lolote la kiufundi ambao naliweza, nitamjibu. Ambao nitashinda, tutashirikiana na watu wengine ambao wanaweza zaidi kuweza kutatua jambo lake ambalo iko nalo. Kwa mimi binafsi na washauri vijana, na nitataja namba yangu ya simu hapa, ni 06 22 38 68 28. Narudia tena, 06 22 38 68 28. Nipigie simu kwa ushauri, kwa mawazo. Nitakushauri kama kijana mwenzangu, tutashauriana, kwa sababu ufundi bwana, tuseme kwamba hauna grade, kwa sababu tumetofautiana. Unaweza kujua hiki, mwenzio asikijue hiki, anayekijua hiki akijui. Kwa hiyo tutapeana ushauri, tutaelimishana, tutafundishana, na nataka kujifunza, nitatengeneza muda wa kuweza kuwafundisha watu wengine. Nadhani kwa kupitia hii TV ambao ni Pinda Online TV, tutakuwa na vipindi vya elimu kwa vijana juu ya ufundi. Vinakuja na wenyewe tutakuwa tunajaribu kufundishana na kuelezana vijana, tusio aido tunakaa tu bila kazi vijana, wakati tunaweza kujiajiri ili tuifungue nchi yetu kiuchumi na kila vijana awe na kazi ya kufanya. Kwa hiyo ninaomba vijana wenzangu wenye shida kutaka kujifunza, mimi niko tayari kuwafundisha kwa moyo wa dhati, ila kikubwa wakubali kuwa wanafunzi. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa vijana. Wakubali kuwa wanafunzi, watafika mbali. Wote mnakaribishwa.